Tunafanya hivyo ili tuweze kulinda uhuru wetu, tamaduni na mila zetu, lakini na heshima yetu kama taifa. Hizi ni nondo za habari kutoka Kemgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali imechukua hatua za kuhakikisha hifadhi ya Ngorongoro inalindwa na kuhifadhiwa kuwa urithi wa dunia, si wa Tanzania pekee. Amesema eneo hilo limeorodheshwa katika vitabu vya urithi wa dunia chini ya UNESCO, hivyo ni wajibu wa Tanzania kulilinda na kulitunza. Rais Samia ametoa kauli hiyo hii leo Machi 12 ya mwaka 2026 katika Ikulu ya Chamwino jijini Dodoma, wakati akipokea taarifa ya Tume ya Rais kuhusu mgogoro wa ardhi na zoezi la uhamiaji wa hiari katika eneo la Ngorongoro. Aidha, ameeleza kuwa serikali imechukua hatua hizo ili kuhakikisha eneo hilo linaendelea kulindwa kwa sababu lina umuhimu mkubwa duniani. Vile amesisitiza kuwa Ngorongoro kuna viumbe vingi adimu ambavyo si rahisi kupatikana katika maeneo mengine duniani. Aidha, amegusia kuhusiana na ushahidi wa uwepo wa binadamu wa kale wa zaidi ya miaka milioni 3 umeonekana katika eneo hilo, jambo linalofanya Ngorongoro kuwa sehemu muhimu katika historia ya mwanadamu na inayostahili kuhifadhiwa. Vile ameongezea kuwa eneo hilo la Ngorongoro pia lina misitu ya aina mbalimbali inayovutia na kufurahisha, na vile ni sehemu muhimu ya ibada na tamaduni kwa baadhi ya jamii zinazoishi katika eneo hilo. Serikali imechukua hatua hizo pamoja na changamoto zilizojitokeza kwa sababu zifuatazo. Kwanza, Ngorongoro ni urithi wa dunia, sio tu wa Tanzania, lakini ni urithi wa dunia na uko kwenye vitabu vya dunia chini ya shirika la UNESCO. Kwa ni lazima sisi ambao tumeshushiwa Ngorongoro na Mwenyezi Mungu tulinde urithi huu wa dunia. Ni eneo pekee ambalo lina ukubwa au kina cha mita 600 kwenda chini, na ikazuka hiyo crater kwa miujiza ya Mungu, na leo mambo yale yapo Tanzania, lakini si tu matokeo yale na utajiri uliomo kwenye eneo lile. Lakini vile ni eneo ambalo bayanuai yake ni nzuri na haina ushindani duniani. Kuna wanyama wa aina zote, wanaokula majani na wanaokula wenzao, na kwa bahati mbaya wanakula hata watu. Tumeona kwenye filamu iliyoonyeshwa hapa. Lakini kuna wanyama wanaokula majani, tuna ndege wazuri tumewaona hapa, flamingo. Kuna vivutio vingi ambavyo si rahisi kuvikuta kwingine duniani kwenye bonde moja, si rahisi. Lakini jengine ni kwamba kuna ushahidi wa uwepo wa historia ya mwanadamu miaka milioni 3 iliyopita. Ushahidi uko pale maeneo ya Odupai, lakini pia Laetoli. Ni eneo muhimu la kuhifadhiwa kwa faida ya taifa letu, lakini pia kwa faida ya dunia. Ushahidi uko pale, wanasayansi wamefanya utafiti wao miaka kadhaa na mambo yote yako pale. Lakini pia Ngorongoro ni eneo lenye misitu ya aina nyingi. Hata tulivyoona tu kwenye ile filamu, ukiangalia tu unafurahi moyo wako msitu ulivyotanda Ngorongoro. Kuna savana, kuna woodlands, kuna maeneo ya misitu mingine, lakini pia kuna maeneo ya volcano ambazo nyingine zinaaminika bado ziko hai pale Mpakai na Olmote. Kwa hiyo ni eneo la kuhifadhiwa, ni eneo la kunyenyekewa kwa faida ya taifa, lakini kwa faida pia ya ulimwengu au dunia yetu. Ngorongoro ni eneo la kufanyia ibada na tamaduni za wenyeji wetu. Ina maana kuna watu wako Ngorongoro. Kwa hiyo watu pia ni asset. Tuna asset ya Ngorongoro kama crater fiziki yenyewe ya Ngorongoro, lakini pia watu waliomo mle na wenyewe ni asset yetu ambayo ina manufaa kwa taifa letu. Ni eneo la utalii wa shughuli nyingi. Pale kuna utalii wa game drive, kuna utalii wa kutembea kwa miguu, kuna utalii wa kuangalia ndege na kupiga picha, kuna utalii wa aina tofauti ndani ya eneo moja. Sasa kutokana na umuhimu wa eneo hilo, kuna mchanganyiko wa shughuli za watu, binadamu ambao ni aseti yetu na mifugo yao, lakini pia ule urithi wa ulimwengu ndani ya eneo lile. Sasa
Kwenye filamu wamesema tuko kwenye crossroad. Tufanyeje? Watu ni wetu, ni aseti yetu, na mifugo tunawahitaji. Ngorongoro tunaihitaji. Tufanyeje? Kamati hizi zimetoa mapendekezo ambayo kama serikali tutakwenda kuyafanyia kazi. Kwa umoja wetu, tunao wajibu wa kulinda na kuyahifadhi maeneo haya kwa mustakabali wa maslahi ya wenyeji wa eneo hilo, lakini pia mustakabali wa taifa letu na dunia kwa ujumla. Napoelekea kuhitimisha, nirejee shukrani zangu sana za dhati kwa wenyeviti na wajumbe wa tume hizi mbili na sekretarieti zenu kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya. Kazi zenu zimeweka msingi muhimu wa maamuzi ya serikali katika kushughulikia suala hili muhimu kwa taifa. Na hichi kilichofanyika ndiyo wanasema nini? Uongozi wa watu kwa ajili ya watu. Kama kuna malalamiko ya watu, natumia watu wenyewe wa Tanzania. Nendeni katizameni na tukubaliane nini tunafanya. Huko miaka ya nyuma zingetoka pesa nyingi kutafuta kamati za ushauri kutoka nje, mabingwa. Wakati wao wametoka nje, wanakuja kufanya consultative services kwetu kwa Ngorongoro ambayo ipo kwetu, tunaishi nayo. Kwa tulichokifanya hiki ni Utanzania. Hongereni sana. Sasa nihitimishe kwa kuhakikishia kwa serikali itaendelea kushirikiana na wananchi na wadau mbalimbali kupata suluhu za kudumu kwa changamoto mbalimbali zinazotokea ndani ya nchi yetu. Na tunafanya hivyo ili tuweze kulinda uhuru wetu, tamaduni na mila zetu, lakini na heshima yetu kama taifa. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.